Ilikuwa tarehe 1 mwezi Mei mwaka 2025, siku ambayo Waislamu wa wilaya ya Kwimba walikusanyika kwa furaha kubwa wakati Sheikh Kabeke alipowasili kwenye vijiji vyao. Akiwa na msafara wake, Sheikh Kabeke alikusudia kutembelea maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo, kuona hali ya ibada na kujua changamoto za Waislamu wa huko vijijini. Alijua fika kazi kubwa iliyokuwa kumsubiri ni katika kijiji cha Chamvwa kilichopo kata ya Lunele wilayani Kwimba. Sheikh Kabeke alikuwa amepokea taarifa kuwa Waislamu wa Chamvwa walikuwa wakifanya ibada zao chini ya mti, kwa sababu katika eneo lote hilo hakukuwa na msikiti. Kijiji hicho kilikuwa kinahitaji msaada, na Sheikh Kabeke alijua kuwa kwa pamoja wangeweza kubadilisha hali hiyo. Alianza safari yake ya kupita vijiji mbalimbali, akitokea kijiji kimoja hadi kingine, akisalimiana na waumini, akisikiliza masikitiko yao na kutoa msaada kwa wale waliohitaji. Lakini safari yake ilipofika katika kijiji cha Lunele, alikuta hali ya kipekee. Hapa msikiti aliouanzisha na kuweka jiwe la msingi ulikuwa ukiendelea kujengwa na hatua kubwa zilikuwa zimefikiwa kutokana na maelekezo yake. Kutokana na hali hiyo, Sheikh Kabeke aliongoza dua maalum kwa ajili ya waumini waliotangulia mbele ya haki, waliochangia ujenzi wa msikiti huo pamoja na waumini wote kwa ujumla. Baada ya dua, alielekea katika kijiji cha Chamvwa kwa ajili ya utekelezaji na uanzishwaji wa msikiti katika kijiji hicho. Kabla ya kuanza uchimbaji wa msingi wa msikiti huo, Sheikh Kabeke aliongoza dua maalum kwa ajili ya wale wote waliojitolea kwa hali na mali ili kusaidia ujenzi wa msikiti huo. Ja'al qasid ya ghawthahu, Allahu ya Allahu ya Allahu, ya malja al-qasid ya ghawthahu. Kwa furaha kubwa, shughuli ya uchimbaji msingi ilianza kwa haraka. Waislamu wa Chamvwa walijitolea kwa dhati, wakifanya kazi kwa umoja, huku Sheikh Kabeke akiongoza hatua kwa hatua. Lakini kuna jambo lingine lililokuwa la kipekee katika kijiji hicho. Sheikh Kabeke alipokea jina jipya la Kisukuma, Mwana Nogo. Jina hilo lilimshangaza sana, lakini alifurahia jina hili lililokuwa na ishara ya shukurani na upendo kutoka kwa watu wa Chamvwa. Kwa Kiswahili ni maana gani? Labda wewe Msukuma. Mwana Nogo akaliagana kabisa, si ndio Kisukuma? Imana yao ruru, imana yao ki maana yake ni nini? Mbaya hajui kwamba Mwana Nogo. Siku moja akaitwa kwamba huyu Mwana Nogo akaliagana kabisa, ndio jibu lake. Lakini kazi zake zinaonekanaje? Lakini kwa tafasiri hii, Mwana Nogo akaliagana kabisa shehe, hii kuja kuipata hii ukaambia kwamba wewe ni Mwana Nogo. Kwa Kisukuma kabisa, asili ya Wasukuma, ukiambiwa hilo jina ina maana wewe ni mtendaji mzuri, ni mtendaji mzuri, alafu hujali, una heshima, unamheshimu mzazi. Na ndio maana sasa Mwana Nogo akaliagana kabisa, hata kama mzazi ameficha kitu, hata kama mtarara njaa, nisemee tu, hata kama watarara njaa wengine kwamba hatuna chakula kabisa, yule Mwana Nogo mzazi anamwambia wewe, hebu njoo hapa, anafanya hebu njoo hapa, kumbe njoo nikutandika hapa, kumbe anaenda kula. Yallah. Kumbe kuna kitu kamefichwa, wengine hawajala kabisa, wana familia na watoto wengine, lakini wewe Mwana Nogo naambia kula mwanangu, wewe ukajikusanya na wenzio, wasijue wengine. Ndio maana Mwana Nogo wakijua, lakini kwamba Mwana Nogo huyu wanamuua. Naona tofasiri wasijue. Kwa hiyo kwa hili, huyo ndio shehe wa mkoa, na huyu shehe huyo ndio kitongoji, na hawa mara kwa mara ndio wanapenda kusimama na kusema mawili matatu kama ulivyosema. Kwa naomba ni kabisa baadaye. Asante. Kwa majina naitwa ni Haliba Litazari, ni mwenyekiti wa kitongoji cha eneo hili la Mila, kijiji cha Chamvwa.
Nashukuru kwa mkuu aliyekuja hapa kututembelea, kutuletea msikiti, mkuu wa mkoa wa Mwanza. Nashukuru sana kwa kutuletea msikiti. Tena tunashukuru sana na wananchi wote tumeshukuru. Nilipopatikana eneo kwanza, mimi kama mwenyekiti wa kitongoji nilishukuru sana kwa kupata msikiti, maana kijiji hiki kilikuwa hakina msikiti. Kwa leo sasa hivi kina msikiti. Cha kuomba tu mkuu wa shehe wa mkoa, tatizo letu tena maji. Kwa tunaomba maji katika kijiji hiki, katika eneo hili, ili kusudi yasogee kwenye msikiti huu maji, ili tuwe tunapata mapema maji, huduma ya maji. Kwa hilo mkuu wa shehe wa mkoa, nitashukuru sana kwa ombi niliyoomba kama hili. Na mkabidhi mzee wangu wa eneo, katika eneo la kitongoji hiki, naye aweze kuongea mawili matatu kwa niaba ya wananzengo. Asante sana. Takbir. Allahu Akbar. Mimi nitazungumzia machache tu, la tajaribu kupitia kadri alivyopitia mwenyekiti wa kitongoji. Kilio sana sana ni maji. Tunaomba shehe maji, na tutashukuru sana kama ombi letu hilo litafikiriwa. Yani sina zaidi ya kusema hapo. Asante kwa umesema unawakilisha Nzengo. Ina maana unawakilisha wale wengi zaidi. Nafikiri hili swala la maji umesemea hilo, lakini bado kuna serikali za mitaa na sehemu nyingine. Basi hilo na unaweza ukawa umelichomeka kwa namna moja au nyingine. Na hawa ndo ina maana kama watafanya maji, basi ni inshallah hawezi wakakataza kuchota maji msikitini. Nafikiri shehe huyu alikuwa anazungumzia kwa sababu kila akiangalia msikiti kuna maji, kila akiangalia. Kwa hiyo wanafikiri labda kwamba inawezekana labda ikawa yatumie tu kwenye sehemu ya msikiti. Nafikiri hilo utakuwa umelijibu wewe mwenyewe kama umetumia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimeona nitumie pia salamu ya serikali, kwa sababu sisi wote hapa ni wa Tanzania. Tukiwa kule kwenye kamati ya amani tunasalimiana amani na upendo. Tunasema dini mbalimbali. Amani na upendo, dini mbalimbali. Na mimi nitoe shukrani za dhati kwa mwenyekiti wetu wa kitongoji hichi cha Mila Chamvwa. Mwenyezi Mungu ambariki kwa kuja kushirikiana na sisi leo. Lakini tunawashukuru wazee wa kijiji hichi kwa kuja kushirikiana nasi. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linazo program nyingi. Miongoni mwa programu zake kwa sasa ni kujenga vituo vya afya kila wilaya. Lakini wakati huo tunazo program kupitia wahisani wetu, wapenzi wetu, kutafuta visima vifupi na virefu. Kwa ombi hili mlolitoa, mimi niseme kwamba nimelipokea. Nimelipokea kwa namna gani? Nyote mnajua Uislamu ni dini ambayo inaendana sana na maji. Sisi hakuna anaweza kusali sala bila kutumia maji. Maisha yetu yote katika Uislamu kuanzia asubuhi mpaka kulala ni maji. Kwa tuwaahidi tu, tutapaza sauti, tutawaeleza wapenzi wetu wa ndani na nje. Tutawaomba kama kuna eneo ambalo wanahitajika kulisaidia, basi ni eneo hili. Na tumeona hapa kwenye uwanja tuliopata, mwenyekiti tunakushukuru, kuna ishara nyingi kwamba hapa eneo hili ni la maji. Kwa tukuahidi tutapoleta maji hapa, tutajitahidi maji hayo yasiwe tu kwa ajili ya ibada, bali pia yawe pia kwa ajili ya kuisaidia jamii. Na tunayafanya haya kwa ajili ya kuendelea kuiunga mkono serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa hakika ni rais amefanya mambo makubwa kwa muda mfupi.
Alipofariki mzee Magufuli wote tulifikiri vibaya, tukasema labda tutashindwa, nchi itasimama, lakini huyu mama amejitahidi ndani ya miaka yake 4 amefanya mabadiliko makubwa sana na maendeleo makubwa sana. Kwa sisi kama Watanzania, ule Uislamu ni dini yetu, lakini bado sisi ni Watanzania. Tunayo haki ya kuunga mkono jitihada za serikali, lakini Watanzania wote bila kujali dini zao, kabila zao, rangi zao na maeneo wanayotoka, wote ni ndugu zetu. Kwa hiyo walioko hapa, wewe Waislamu au sio Waislamu, wote ndugu zetu, na hivyo ndivyo anavyotufundisha Mungu wetu. Sisi Mungu wetu Allah ametukataza kubaguana, kwamba tusibaguane kwa kabila wala kwa rangi. Ile kabila, rangi ni vitu vinavyotutambulisha tu huyu ni nani na huyu ni wa wapi. Lakini pia nitoe shukrani kwa mzee wangu mzee Ibrahim. Naona yeye toka nilipokuja alinipa jina. Miongoni mwa majina alionipa aliniita Mwananogo. Sasa mimi nimwambie, naona alikuwa anasema anarudia, nimwambie nimelikubali jina hilo. Kwa hiyo niko tayari kuitwa Hassan Kabeke Mwananogo. Kwa hiyo mzee, nimekubali jina hilo, na mimi kama kwa jinsi ulivyolifafanua leo, kama ni mtoto yule mpendwa ambaye pia hufichiwa hata chakula, mimi nakubali, kwa sababu najua hata mwenyekiti atakuwa ananifichia huko. Kwa hiyo nashukuru sana, lakini nataka nikuahidi mzee Ibrahim, kwa kazi ambayo umeifanya kusimamia majengo ya ibada, na bado tuna eneo jingine la Sumve, kuna mama yetu yuko hapa, naona amefunga safari kutufuata, na yenyewe tutapaza sauti. Nasikia pale pia hawana kabisa msikiti. Haya mambo hatufanyi sisi kusema ukweli. Sisi tunasaidia, lakini baraza lenyewe, baraza kule Uislamu wa Tanzania linasaidia, lakini wako pia ndugu zetu, wapenzi wetu, marafiki zetu tunawaambia wanasaidia. Kikubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu awatie moyo wale wanaotusaidia waweze kuyafanya haya. Mwisho, nimefurahi kuona hati na maandishi haya ambayo nimekabidhiwa na ndugu yangu Bwana Musa bin Ibrahim, ambaye amenikabidhi hati ya manunuzi ya eneo hili. Niombe tu kwamba sasa tutie zile alama za uhakika, na mwenyekiti, tunaombi kwako, kuna eneo hili la barabara, unaweza ukaona namna gani tutaweza kupata njia nzuri ya kupitisha gari. Kwa sisi tuko na wewe, kwa jambo lolote ambalo liko ndani ya uwezo wetu kusaidiana na serikali yako ya kitongoji, tuko tayari. Tunamwomba Mwenyezi Mungu akuimarishe wewe mwenyekiti, kamati yako, wazee, lakini na hapa Mungu apatie nuru kijiji hichi, Mungu akiendeleze, akitie nuru, akitie baraka, kama ambavyo tunauombea wilaya yetu, naiombea wilaya yetu ya Kwimba, Mungu aitie baraka, mkoa wetu wa Mwanza Mungu autie baraka, na nchi yetu Mungu aendelee kuitia baraka, iendelee kudumu katika amani na utulivu, ili tuendelee kufanya mambo yetu ya kiibada, ya kazi, ya biashara, ya kulima kwa raha na furaha, kwa sababu nchi ikipoteza amani yote haya hatuwezi kufanya, bali nchi ikiwa kwenye amani yote haya yanaweza kufanyika. Na kushukuruni sana, na naomba Mwenyezi Mungu atukubalie hili tunalofanya. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ziara ya Sheikh Kabeke wilayani Kwimba ni ushuhuda wa namna Waislamu wa vijijini wanavyoweza kuungana na kutimiza malengo yao kwa msaada wa viongozi imara, waumini na jamii kwa ujumla. Ndoto ya kuwa na msikiti wa kudumu kwa Waislamu wa Chamvwa inakaribia kutimia kupitia juhudi kubwa za Sheikh Hassan Musa Kabeke kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Sheikh Kabeke na msafara wake inabaki kuwa ni ishara ya juhudi, imani na mshikamano kwa Waislamu wa Kwimba. Hii ni hatua kubwa katika mchakato wa kuboresha hali ya ibada na maisha yao. Hii ni Iqra FM. Mimi ni Hassani Yusuf. Iqra FM.